Dawa hii tunayolingania sisi, wito huu tunaowaita watu, ndio wito wa kale kabisa, ndio ulinganizi wa kale kuliko wito wowote. Ndio maana ikaitwa dawa hii kama wanavyoita wasemaji kuwa ni dawa kongwe, kwa sababu ndiyo asili ya Uislamu. Dawa inayolingania kujinasibisha na kujiegemeza upande wa watangulizi wema kwa kufuata njia yao na kuchota maarifa yao na kusimama juu ya yale walioyasimamia wao. Dawa hii ni dawa kongwe, lakini pia ni dawa iliyobarikiwa, kwa sababu Qur'ani imehimiza watu wapite kwenye dawa hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nisa anatuambia, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آية 115 katika suratu Nisa. Yoyote atakayemukhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam na yoyote atakayekinzana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uongofu baada ya kuwa uongofu umembainikia, hii ndiyo haki, yeye akaikataa, yeye akaipinga, yeye akaenda kinyume kwa hawa na matamanio ya nafsi yake, kwa utashi wake, kwa maoni yake na rai yake, kwa ujinga wake, haki imembainikia, yeye akaikataa, akaleta upinzani. Min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, ilikuwa aya imuingize motoni moja kwa moja, lakini ikaweka kipengele hapa muhimu, wayattabi' ghayra sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini ambao ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akafuata njia nyingine, sio ile walioiandama waumini waliomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wakati huo. Yeye akashika njia yake nyingine, akaleta uelewa mwingine, akaleta mafuhumu na ufahamu mwingine tofauti na ule walioufahamu masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni wallahi ma tawalla, tutamuelekeza kwenye lile alilolichagua. Si ushachagua ndio njia hiyo, ufuate utaratibu huo ulio kinyume na masahaba, ulio kinyume na attabi'un alladhina tabauhum biihsan, wale waliowafuatia hao kwa wema. Umeamua kufuata njia hiyo, sawa, nenda. Pingine kwenye njia hiyo wataka pesa, kwenye njia hiyo wataka cheo, kwenye njia hiyo wataka sifa, nenda. Nuwallihi ma tawalla. Ndio maana ukawaona wenye jambo lao, watu wote wenye mambo yao ya kilimwengu, yawe ni ya kilimwengu kwa sura yake ya dhahiri na ya siri, au ya kilimwengu katika sura likafanywa jambo la kilimwengu kuwa ni dini katika sura ya dhahiri, lakini kisiri ni jambo la kilimwengu, watu wanakusudia dunia au vinginevyo, lakini jambo lao la kilimwengu wao, utaona mambo yao yanakwenda na yanafana, wanafanikiwa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ashatuambia sisi tutamuelekeza kule alikochagua. Nenda, mistaki ile nataka huku, nenda. Lakini ujue kwamba wanuslihi jahannam wasaat masira, tutamtia katika moto wa jahannam na marejeo mabaya kabisa ni kwenye jahannam. Kwamba waishi katika maisha haya ya ulimwengu, lakini siku ukifa wewe, mashukio yako na marejeo yako ni katika moto. Marejeo hayo ni mabaya sana. Usije ukafikirie kwenye akili yako kwamba acha nipate dunia, huko akhera nikikosa basi. Hiyo ni akili mbovu, kwa sababu kuna jahannam wasaat masira. Matatizo yote haya ni nini? Ni kwa sababu umemukhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa hoja na muongozo wake umekudhihirikia.
Shida ni nini? Shida umekhalifu njia ya as-salafu salih. Tunaposema as-salafu salih tunakusudia neno watangulizi wema, waliotutangulia wema, ambao ni masahaba na wale waliofuatia masahaba katika vile vizazi vitatu bora. Lugha fupi tunaita as-salafu salih. Wewe umeamua kuikhalifu njia hiyo dhahiri shahir, au umeamua kupingana na njia hiyo kwa hila. Wale wenye kuilingania njia hii wewe ukaamua uwachafue kwa majina mabaya ili waonekane kile unachokilingania sicho, hakina ukweli. Lakini wewe kweli wataka haki, sema hawa ni watu wa aina kadha. Kwa hiyo si kweli unachokisema, ukaikataa haki kwa hile ya kutaka kuikubali haki. Wajifanya waikubali haki, lakini lengo lako ni kuikataa haki. Hili jambo lipo, na watu wa aina hii ni wengi, wanaodai sunna na wanaodai salafia, kujinasibisha na sunna au kujinasibisha na as-salafia, wanalidai hilo na huku wakiipinga salafia. Sasa yoyote atakayelikhalifu hili, akamukhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana akaenda kinyume na njia ya wema waliotangulia, akawa haitaki, akaibeza, akaitia majina mabaya, huyu anajitafutia maangamivu yeye mwenyewe. Na sisi hatuna la kumfanya wala hatuna la kumlipa, isipokuwa malipo yake atayakuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibu wetu sisi ni kubainisha haki. Wale ambao Allah amewatakia kheri, basi wataishika haki hii na itawafaa, na wale ambao Allah hakuwatakia kheri, sisi hatuna cha kuwapa. Na hivi ndivyo alivyofunzwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitamani kwa watu kadhaa wa kadha waslimu, bali wengine ni katika watu wake wa karibu, vipenzi kabisa. Miongoni mwa hao ni ammi yake Abu Talib, ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari yake mwaijua. Hirsi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni ya juu mno. Pupa yake na hima yake na juhudi yake ya kumfanya ammi yake aongoke, afuate Uislamu, bidii yake ilikuwa kubwa mno. Mpaka wakati wa kukata roho, Mtume sallallahu alaihi wasallam alihudhuria wakati wa kukata roho ammi yake, na akamdhihirishia na kumwaridhishia Uislamu na kalima ya tauhid ili aitamke. Yule mzee akawa anafikiria mara mbili, atamke asitamke. Idh ba'atha ashqaha, ghafla pale akaingia katikati muovu wao. Kina Abu Jahli wamemkalia pale, wanamwambia atarghab an millati Abdul Muttalib, unataka kuiacha mila ya kina Abdul Muttalib, mila ya wazee? Wewe Abu Talib wataka uache mila ya baba yako Abdul Muttalib, wataka ufe kwenye mila ya huyu kijana? Pale akageuka, akapiga U-turn, akasema mimi ninakufa katika mila ya Abdul Muttalib. Akafa akiwa kafir. Jambo lile lilimhuzunisha sana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini Allah akamwambia innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wewe huwezi kumuongoza unayemtaka, kwamba wampenda fulani, wewe humuongozi unayempenda. Allah ndiye anayemuongoza anayemtaka. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kufikisha. Sisi si mahukamu, sio marefari, kwamba tuna kadi ya njano, kadi nyekundu, au kuna kadi ya kijani, kwamba tukikupa kadi hii wewe tayari utaingia peponi, na wewe ukipewa kadi ile utakwenda motoni. Sio wajibu wetu, sio kazi yetu. Kazi yetu ni kubainisha haki. Njia ya sawa ni hii. Atakayekhalifu njia hii ameingia katika upotevu,
wa basi, tajua yeye mwenyewe sasa. Kwa hiyo hili lazima tulifahamu.